Samia oye! Mko poa? Mnataka goli la mama? Ukisikia goli la mama ni mzigo wa maana. Basi tutawaletea msanii mmoja mkubwa, hiyo itakuja kama surprise. Siku ile njooni kwa wingi na kutakuwa na goli la mama. Sasa tunakwenda kwenye finali. Mheshimiwa Rais, leo nilipokuwa nakuja hapa tukawaangalie wanangu wanafanyaje. Nikitoka hapa nasema nakwenda kumwambia hao wanafunzi niliowaona wanacheza leo ni kama vile nilikuwa naona mechi ya Chelsea na Liverpool ya leo. Kama vile nilikuwa naona Manchester na Arsenal. Kwa hiyo hapa kuna wachezaji wengi na niwaambie timu za ligi kuu, vyuo vikuu vina wachezaji. Twende tukachukua wachezaji kwenye ndondo, tukaangalia huko chini kwenye shule, lakini tusiache kuangalia wanafunzi wa vyuo vikuu. Kuna wachezaji wengi wazuri. Finali naomba niwatangazie kutakuwa na goli la mama. Asante sana. Kiasi gani? Lakini mshindi wa kwanza atakuwa na zawadi, bingwa wa pili, mshindi wa pili atakuwa na zawadi, wa tatu atakuwa na zawadi na wa nne atakuwa na zawadi. Na utufikie salamu zetu kwa mkoa wa Dar es Salaam kwa namna ambavyo wametusupport kwenye jambo hili mpaka tumefika hapa, wametusupport mno. Lakini pia fikisha salamu zetu kwenye serikali. Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametusaidia sana, kwanza kwa kukubali kutumia jina lake kwa ajili ya mashindano haya, lakini pili kwa support yake kubwa mpaka amekuruhusu yuko mahali hapa. Najua kwamba anafahamu kwamba uko mahali hapa. Tunashukuru sana kwa msaada wake mkubwa na tunashukuru sana kwa kutupokea. Kwa majina naitwa Charles Kabuga, ni kocha mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Leo tulikuwa na mchezo wetu wa nusu finali dhidi ya UDSM dhidi ya St. Joseph. Kweli mchezo ulikuwa ni mgumu sana kwa pande zote mbili, lakini kwa maandalizi tuliyofanya na technical za mchezo tumeweza kuwin na tumeshinda 3-1. Sababu tulijiandaa vizuri, wachezaji wamefuata maelekezo vizuri, tupata muda mwingi wa kujiandaa. Kwa hiyo tumeshinda, tumeenda finali. Hatujaishia hapa finali. Lengo letu ni hadi tuchukue kombe hili. Tutakuwa nafu kusema Kampala timu yao mbaya. Timu ambayo imenifikirisha kwenye mashindano kuliko timu yoyote. Kwa sababu wana watu wengi sana wa mpira. Kwa timu yao inapasiana kama hiyo. Ili niwe vigumu. Kibaya zaidi tumetanguliwa goli. Kwa hiyo ilikuwa vigumu sisi kuequalize. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Vijana wametulia, tumesawazisha goli. Robo finali Kampala alishinda kwa penalti. Wapigaji wa penalti tuliwasoma. Kwa hiyo tulipofika nusu finali, tulifika kwenye penalti, wapigaji penalti wao na wale wale. Kwa maana kama nao tulifanya technical substitution, tulitoa goalkeeper, tuingiza kipa mwingine na sababu ile imefanyaje? Imetulia. Bila kiukweli kabisa tumecheza mechi ambayo nusu finali imechezwa nusu finali. Yaani mechi ya finali itakayochezwa finali imechezwa nusu finali. So enda leti UDSM lakini Kampala wasomita walikuwa very good. Kiukweli wana mwalimu mzuri. Sijui mwalimu huyu sio amempata wapi, lakini ana mwalimu mzuri. Ana pressure kwenye bench, ana control team. Hivyo kiukweli nawapongeza sana Kampala na nawaona watakuwa washindi watatu. Kwa sababu mpaka mnafika na timu penalti, maana yake hiyo timu sio tena walitutangulia, sisi tumetoka nyuma na wamekosa nafasi nyingi. Kwa hiyo all in all Kampala kiukweli wenyewe wanasema hawana baya. Kwa majina naitwa Maulidi Titura, kocha wa JT. Kwa majina naitwa Emis Marius, ni kocha mkuu wa timu ya vijana Kampala International University. Mchezo leo ulikuwa kidogo tough, kwa sababu tulikutana na wapinzani ambao wako aggressive. Tulikuja na tactics za kushambulia zaidi na kweli tukapata goli la kwanza kwa movement zetu za kushambulia kwa spidi, lakini mwisho wa siku wapinzani wetu tulifanya kosa kidogo ambalo lilituadhibu, wakapata goli la kusawazisha. Tumejitahidi uwezekanavyo kutafuta goli la pili ili tuweze kuongoza mchezo, ikashindikana. Leo hii pia tumeshinda, goli limerudi, tumeenda mpaka matuta tumetolewa. Kwa hiyo nimeona kuna weakness kidogo katika kuruhusu goli. Hatuwezi tumekuwa na weakness ya kutunza ushindi tulionao. Kwa hiyo nahisi ni kitu ambacho tutarudia na wanyama wa mazoezi na tutalifanyia kazi kwa sababu kuna mashindano mengi hapa katikati. Na sehemu mojawapo ambayo tuliwekeza ni katika michezo ikiwemo mpira, mchezo pia mwingine kama volleyball ya basketball, mkababi pamoja na netball na mchezo mwingine mingi tu ambao tulionao Kampala, na ndio kitu ambacho kwetu tunakisikumia. Na licha kwamba hii michuano tunaweza kusema tunaendelea kuania mshindi wa tatu,
bado kuna michuano mingine ambayo imepangwa mbeleni ambayo sio tu kwa mchezo huu wa mpira wa miguu, lakini pia kwa michezo mingine ambayo tulionao Kampala. Kwa ujumla ni kuendelea tu kujulisha wa Tanzania, umma wa Tanzania kwa ujumla kwamba michezo kweli Kampala sisi tunaitumia ili kutoa fursa ya elimu, na elimu ambayo tunatoa kwa sasa hizi kuanzia 50% ni kozi zetu ambazo sio za afya, kwa maana kozi zetu za biashara, kozi zetu za kompyuta, kozi zetu za sheria, sayansi au sayansi jamii, pamoja kozi zetu za ualimu na